Say, Jesus, remember me when you come into your kingdom. The second reading from the book of 1 John, the book of John, chapter number 3, verse 16. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Mungu alibariki neno lake. Asante sana kwa kutusomea vizuri. Nataka nialike Jose atupe pambio moja na ili tukaweze kukaribisha mnenaji ambaye ni mchungaji wetu. Tusimame tupewe pambio moja. Si kawaida. Oh yes. Sibawa Yuda anaguruma, 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 akihuruma watu wanaokoka, akihuruma viwete watembea, Sibawa Yuda anaguruma, 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 akihuruma vipofu wanaona, akihuruma viwete watembea, Sibawa Yuda anaguruma, 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 Jesus. Hallelujah. Sasa kwa heshima kuu, karibu sana Reverend Mati, na ili ukaweze kuachilia neno la Mwenyezi Mungu. Karibu. Praise God. Bwana apewe sifa. Niseme ya kwamba asubuhi njema nimeokoka. Mungu amenihifadhi katika wema wake, na nazidi kumshukuru kwa sababu ya upendo wake. Kama vile neno linavyosema ya kwamba hakuna chochote ambacho hakitaweza kunitenganisha na upendo wake Mwenyezi Mungu. Na ndiposa nakukaribisha asubuhi ya leo ili tuweze tukasikie ujumbe tena wake Mwenyezi Mungu, ili tukajue vile anavyosema, anavyotufikiria, na inaamini ya kwamba tutabarikiwa. Ukiwa mahali pale nyumbani, chukua Biblia yako, chukua mahali unaweza andika, ili wiki inayokuja uwe unatafsiri haya maneno yote, na najua Mungu wa ajabu, Mungu ambaye ametuhifadhi mpaka siku kama ya leo, atatuinua, atatubariki. Tumesoma masomo yetu ikiwa imefuatana, ambayo tumesomewa katika Luke chapter 23 verse 42, ambayo tumesomewa John chapter 3 verse 16. Na siku ya leo, makini ya siku ya leo ni ya kwamba remember me O God, ama Mungu unikumbuke. Haya maneno ilinenwa na watu katika Biblia, ambayo ilinenwa na Daudi, ikanenwa na mitume, na hii inafanya it's called God's attention.
kwa yule mtu ambaye anasema ya kwamba Mungu nikumbuke. Na asubuhi ya leo ningetaka tulilie Mungu, tumwambie atukumbuke mahali pote tupo. Akumbuke nchi yetu, akumbuke watoto wetu, akumbuke boma zetu, akumbuke yale yote tunayopitia. Na ninajua kwamba Mungu atalisikia dua letu asubuhi ya leo. Kwa hivyo naomba ya kwamba ukiwa nyumbani, mahali pote ulipo ukitusikiza asubuhi ya leo, ambia Mungu unikumbuke. Kwa njia nyingine kusema ya kwamba Mungu usinipite. Kwa hiyo ambia Mungu asije akakupita asubuhi ya leo. Ile somo ambayo tumesomea ya mwisho ambayo inasema ya kwamba John 3:16 inaongea kuhusu upendo wa Mungu. Nataka niguzie mambo matatu kwa hiyo scripture ili tukiingia katika kujua the character of God, alafu tujue hali yetu ya maisha, kile kinatusumbua, tutaweza kuambia Mungu asubuhi ya leo, Mungu naomba unikumbuke. Mungu naomba unikumbuke. Biblia inasema ya kwamba Mungu alituma mwana wake wa pekee ili aje ulimwengu huu, sio ili atuhukumu, sio ili atuangamize, bali yeyote atakayemwamini atapata uzima wa milele. Ni upendo wa Mungu. That means the love of God is full of mercy. Upendo wa Mungu umejaa neema yake. The love of God is ever forgiving. Ya kwamba upendo wake ni mwingi, ya kwamba atatusamehe makosa yetu. Na hakika ya kwamba ameshatusamehe makosa yetu asubuhi ya leo. And the last one anasema hivi, according to that scripture, the love of God is full of loving kindness. Ya kwamba upendo wake ni mwingi, ya kwamba ako na huruma mpaka wakati kama huu. Ako na huruma na sisi. Ndiposa ametuambia kwamba hakutuma mwana wake wa pekee ili aje akuangamize, ili aje atuangamize, lakini yeyote amwaminiaye atapata uzima wa milele. Na naamini ya kwamba uzima wa milele tunaye asubuhi ya leo. Watoto wetu wako na uzima wa milele, biashara zetu ziko na uzima wa milele. Wewe ukiwa ni katika ukiwa boma yako iko na uzima wa milele. The reason is why umemwamini Mungu, ya kwamba alimtoa yeye kwa ajili ya upendo mwingi, ili mtu amwaminiaye asije akapotea, bali awe na uzima wa milele. Praise God. Bwana apewe sifa. Neno ambalo tulisomewa in Luke chapter 23 verse 42 inasema hivi. Na ilikuwa inaongea kuhusu mwizi ambaye wakati wa msalaba, kama ule unaotazama katika madhabahu yake, ikawa kulikuwa na wezi wawili. And that was the request of a dying man. Huyo mwizi alikuwa anakufa. Alikuwa amefika mwisho wake. Alikuwa amehesabu yote aliyotenda, kuibia watu, for instance maybe inakuwa hatujui, lakini ilikuwa inasemekana ni mwizi. Na mnajua mwizi wa siku ya leo yale anavyofanya, kama wakati kuna kafi usiku mnasikia vile wezi wanavyofanya, lakini naamini ya Mungu pia atawabadilisha. Huyu mwizi ambaye Mungu anayesema ama the dying man, akasema hivi, a thief who was hung with Jesus during the crucifixion. Alisulubiwa, akawekwa katika msalaba wakati wa Yesu alipokuwa akisulubiwa. He asked to remember him when Jesus came into his kingdom. Akasema hapo, Mungu na ukanikumbuke, Mungu ukanirehemu wakati ufalme wako utakaokuja. Na hivyo ndivyo asubuhi ya leo naomba ya kwamba ukiwa nyumbani, ambia Mungu akakukumbuke. Daudi alisema, manabii walisema, na Mungu hakuchelewa kuwakumbuke. Kuna wimbo tumeimba ya kwamba Mungu naomba usinipite, Mungu naomba unikumbuke. Ukiwa nyumbani, ukiwa mama, ukiwa mzee, tazama juu, tazama Mungu na umwambie na kwamba Mungu naomba unikumbuke. Unikumbuke. Na hiyo ndiyo ombi langu asubuhi ya leo.
What happened on the cross? Tell us many things too. If God and deeds are a condition to get our salvation, the poor man would not be permitted. Ingekuwa sio upendo wa Mungu, ni matendo yetu mema ya kwamba huyu mwizi hangeokolewa. If lawfully prayers is a must enter, ingekuwa kuomba kwetu sana ndio kutafanya tuone ufalme. Nataka kumhakikishia kwamba asubuhi ya leo ni upendo wa Mungu na umejaa dunia mzima, umejaa Kenya mzima, ya kwamba tutasurvive, tutakaribiana na yale yote iko dunia hii, lakini tutatokea tukiwa washindi kwa sababu upendo wa Mungu uko nasi. Praise God. Lord, remember me. Mungu, naomba ukanikumbuke. This is my prayer. Also, I believe it is your prayer. For you is that God will remember you for good. In Jesus' name. Mungu hatakukumbuka. Mungu hatakukumbuka. Atakutendea mema. Bartimayo akakumbukwa. Mwanamke ambaye alikuwa anatokwa na damu kwa miaka 12. Wakati Mungu alimkumbuka, alimponya. Na wengine ambao tutakao waona siku ya leo. Kwa hivyo siku ya leo nikwambia Mola, nikumbuke. Unikumbuke pamoja na familia yangu. Unikumbuke pamoja na nchi yangu. Unikumbuke pamoja na viongozi wangu. Unikumbuke pamoja na wachungaji wetu. Unikumbuke na chochote ambacho Mungu umeniweka wakfu nacho kwa utukufu wa jina lake. Wasikilizaji wetu asubuhi ya leo ambao uko hapo nyumbani, if you are experience the other listed, kuna mambo ambayo nataka kuyataja, then you need to cry to God to remember you for good. Mambo ambayo nitakayolitaja siku ya leo ambayo Mungu alinifunulia, ya kwamba ikiwa unapitia haya, uko na wakati mzuri na mwema wa maandiko ambayo tumesomewa na tumeisikia kwamba Mungu ukanirehemu, Mungu ukanikumbuke kama ulivyokumbuka ule mwizi ambaye alitaja akasema, Mungu ukienda, ufalme wako ukikuja, naomba unikumbuke. Na Yesu akamjibu akamwambia vyema vizuri. He asked Jesus to remember him. When Jesus come in his kingdom, and Jesus immediately answered, today. Na hiyo ndio maombi yangu. Siku ya leo Mungu atakukumbuka. Siku ya leo Mungu atakujibu. So immediately, today, you will be with me in paradise. Kwa hiyo yale yote unayopitia, Mungu atakuwa pamoja na wewe. Atakuwa mgeni kwako, atakuwa rafiki kwako, kwa watoto wako, kwa biashara yako, kwa kwenda kwako na kurudi jioni. Mungu atakuwa katika safari kwako. Just tell him, Lord, remember me. Praise God. Are you experiencing in stagnancy? Umedidimia katika hali ya maisha. Are you experiencing unfruitfulness and barrenness? Hauna mazao. Umesikia umepungukiwa. Na maybe uko mahali pale pia unaomba Mungu akafungue njia ili upate mtoto. Are you experiencing stagnancy? Are you experiencing unfruitfulness and barrenness? Are you experiencing limitation in life? You feel there are so many barriers, but I promise you, we must cross the barrier. In Jesus' name. If only you ask him today to remember you. Are you experiencing lack of help? Are you experiencing lack of helper? Are you experiencing delay in your life? Are you experiencing frustrations? Are you experiencing depression? Are you experiencing
stress, and maybe you are feeling like unaweza mpaka jinyonga, unaweza kunywa dawa kwa sababu maisha imekusukuma. Remember the thief. Akaambia Mungu, Yesu nikumbuke utakaporudi kwa ufalme wako. Are you experiencing lack of favor? Are you experiencing hatred? Kwa sababu ulifutwa kazi. Are you experiencing hatred? Maybe umegojeka, watu wamekukataa. Are you experiencing the hatred? Marafiki wako wamekutenga kwa sababu fedha imekupungukia. Marafiki hawataki kukuona. Are you experiencing that? You experience hatred. I experience poverty. Just ask God to remember you. Why? Now let us ask another question. Why must God remember you? Kwa nini Mungu na kukumbuke? Tulitangulia na John chapter 3 verse 16. For so God loved the world. Na nimetaja mambo matatu ambayo ni ya muhimu zaidi. Sasa tumeona yale tunayopitia. Sasa tuangalie kwa nini Mungu na atukumbuke according to the scripture. Number 1, to fulfill your destiny. In Jeremiah 29 verse 11. To fulfill your destiny. To turn your shame to fame. If you read Zephaniah 3:19. To be fruitful in all your ways. If you read Zechariah 8:12. To move from prison to Paris. To move from prison to the palace. If you read Genesis chapter number 41 verse 14 and kuendelea. To be celebrated in your life. If you read Mark, the reason as to why God to remember you this day, according to the scripture, to bring your expectation to pass. If you read Proverbs 23 verse 18. To enjoy your life with ease and comfort at a time like this. If you read Job 36 verse 11. To be a blessing to your generation. And I believe you are blessed. To this generation and the generation to come, you are blessed. Genesis chapter number 12 verse 2. To be the head, not the tail, in Jesus' name. If you read Deuteronomy 28 verse 13. Let us do some recaps. Kwa hiyo neno ambayo tumesomewa ya nguvu zaidi. Luke 23 verse 42 and John chapter 3 verse 16. Remember those God remembered. Let us now look to those that God remembered. In the Bible, Hannah, God answered her prayer and opened her womb after many 100 years of barrenness. Hannah hakuwa na mtoto, lakini Mungu na akamkumbuka. Joseph, God made an event to happen and he was remembered in prison. So inaweza kuwa katika mtu uko na virus. Like Joseph, he was in Egypt. He was a slave. But through that, God remembered him na akamfanya awe mfalme. Mephibosheth, God made David to remember him. After years of neglect in his father's house, he was sought out and honored by David. Daudi akasema, ni nani huyo anaweza muonyesha huruma? Kwa hivyo hili neno la kukumbukwa na Mungu inafanya Mungu na akatazama. Na inaamini ya kuwa Mungu anakutazama saa hii. Mordecai, God made the king to open the book of the records. I do remember wakati kama huu. Fanya mema. Support the church. Support your church. Support your family. Hallelujah. Like Mordecai, God made the king to open the book of record. Wakati utabia Mungu akukumbuke, surely God is ready to open the records of their good deeds of Mordecai, and he was honored and promoted by the king.
Praise Jesus. Israelites, God heard their cry after over 400 years and of slavery in Egypt. He rescued them when he knew the right time had come. And I believe the right time had come. Tuko na miezi mitatu na miezi minne ya corona. Lakini hawa watu wa Israeli walikaa 400 years in tribulations. 400 years wakiwa wanateseka ili jangwani, lakini wakati wa Mungu ukifika, and that's why just call him to remember you this morning. As I wind up, nikimalizia, and when God remember you, don't forget your God. When God remember you, don't forget your vows. Nadhiri. Ninaamini kwamba watu wameweka nadhiri mingi zaidi, na tumezoea kuweka nadhiri zaidi, lakini nataka kuonyesha Mungu ya kwamba bado ako na wewe. Kama ulikuwa unatoa sadaka yako, toa. Kama ulikuwa unatoa tithe, toa, kwa sababu hii, na itahimiza hapo, Mungu hakuambii utoe kwa sababu uko kanisani. It is through scripture that his 10% is his alone. Kwa hivyo ikiwa kwa shimo, toa tithe yako. Ukiwa kwa mti, toa tithe yako. Kukiwa na shida, toa tithe yako. Kukiwa na janga, toa tithe yako. Ukiwa na furaha, toa tithe yako. So that you tell your God to remember you. So when God remember you, don't forget those God used for you. Usisahau wale Mungu alitumia kukusaidia. Don't turn your back on God. Usionyeshe Mungu kisogo. Don't turn your back to God. Don't be ungrateful. Share your testimony. Bless other people and help the needy. Wanyonge. Be thankful to God always and remain humble. May God bless you. May God keep you. May God be gracious to you. May God turn his face toward you. May God give you peace all the days of your life. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Asante. Asante sana mchungaji kwa hilo neno ambalo umeachilia. Kwa hakika tumebarikiwa, na pia wewe mtazamaji, natumai ya kwamba umebarikiwa. Kwa hakika hakuna upendo mzuri ambao unapita wa Bwana Yesu Kristo, na akikupenda anakukumbuka. So kama vile mchungaji amesema, wakati huu kuna paybill ya kulipa tithe yako, ya kulipa offering zako, ni kwa sababu lazima kazi ya Mungu iendelee. Tunayo paybill ya kanisa ya ACCNS Kayole ambayo ni 222118 222118, na account name ni ACCK. Toa matoleo yako hapo na utazidi kubarikiwa. So wakati huu tunafikia tamati ya ibada yetu ya siku ya leo, na najua mahali ukiwa hapo nyumbani umebarikiwa. Nitaalika tena mchungaji na ili akaweze kuachilia ombi la baraka na pia akiombea sadaka zetu. Karibu sana. Asante sana kwa sababu ya kutusikiliza na kunena na Mungu wako. Sasa nataka kuomba kwa sababu yale yote mmetoa kwa hiari yenu, kwa kupenda Mungu wenu, kwa kusema ya kwamba hawezi ukajificha Mungu wako. Mungu ako kila mahali, anakutazama kila mahali, na atakubariki ukiwa hapo uko. Kwa hivyo ukifanya jambo lolote, sio kama mimi, mkono wangu mimi ni mfupi. Macho yangu ni mafupi sana, haiwezi kukuona mahali huko. Lakini Mungu mkono wake utakufikia hale, atakuona. Mimi siwezi nikakusikia mahali huko, lakini Mungu atakusikia. Na tuamini na tuombe. Mungu, tunaomba yetu, tusema ni asante kwa sababu ya neno lako. Tusema ni asante kwa sababu ibada ya siku ya leo. Tusema ni asante kwa sababu ya mwaliko wako kupitia Roho Mtakatifu. Tusema ni asante kwa sababu ya kibali chako. Tuamini ya kwamba uko nasi.
na umetukumbuka wakati tumekulilia wakati kama huu, tukiwa kanisani na nyumbani, umetukumbuka. Tukiendelea wiki ambayo inaanza, tunaomba ya kwamba tuzidi kukuambia ya kwamba utukumbuke. Kwa wale wote ambao wameachilia sadaka zao, wameachilia fungu la 10 kupitia paybill, kupitia namba ya simu, naamini ya kwamba Mungu atazidi kumbariki, Mungu atazidi kumuinua, Mungu atazidi kumshibishia baraka zake, Mungu atazidi kumpanulia mipaka. Mungu najua yako atamkumbuka, atakumbuka familia yako, atakumbuka dua zako, atakumbuka matendo yako, na ukumbuke ya kwamba mwizi alikuwa amefanya dhambi mingi, lakini haya yote haikujalishi. Ile ilijalishi ni yale alivyosema, Mungu ukienda, wakati ufalme wako ukikuja, unikumbuke. Wakati Mungu atakao achilia baraka kwa wengine, pia kwako akaachilie kwa utukufu wa jina lako. Sasa umenyosha mkono wako, sasa umeangalia Mungu, umemtazama yeye. Nami nimebaki kama mtumishi wako ya kwamba Mungu naye akanyosha mkono wake wa ajabu, mkono wake ambao ni wa baraka, mkono wako ambaye ni wa baraka mingi kuliko hatuwezi tukalinganisha mkono wa Mungu na chochote kile dunia hii. Kwa hivyo naamini ya kwamba sasa pokea katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Tusikasimame mahali pote ulipo, tukaseme the grace. Now the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen.